Karibu sana kwenye channel yangu ya YouTube na Mungu akubariki kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kujifunza kichwa cha ujumbe unaosema kwamba jifunze kwa wengine lakini usijilinganishe nao. Jifunze kwa wengine lakini usijilinganishe nao. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya. Fundisho akafanyika msaada kwako, akafanyika baraka kwako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Nakumbuka ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe. Lakini pia kama umebarikiwa na mafundisho haya, basi washirikishe marafiki zako mafundisho haya, na kwa kufanya hivyo Mungu atakubariki, maana utaonyesha kwamba unapenda wajue kile ambacho wewe umekijua. Mungu akubariki sana. Jifunze kwa wengine lakini usijilinganishe nao. Jifunze kwa wengine lakini usijilinganishe nao. Kuna watu kwenye maisha wanashindwa kusonga kupiga hatua kwa sababu wanajilinganisha na watu wengine. Wanajilinganisha na watu waliosoma nao, wanajilinganisha na marafiki zao, wanajilinganisha na ndugu zao, wanajilinganisha na watu wengine wenye umri unaofanana na wao. Na wanajikuta wanafika wakati wanakata tamaa, wanavunjika moyo. Kwa sababu wakati mwingine akiangalia watu waliosoma nao tayari wako mbali, kwa jinsi ya kibinadamu wako mbali kuliko wao. Wamefanikiwa kuliko wao. Wamefanikiwa kuliko wao. Inawezekana yeye bado yuko kwenye nyumba ya kupanga, wakati marafiki zake aliosoma nao tayari wamekwisha jenga, wana nyumba 2 au 3, zingine wana moja, zingine wamepangisha. Marafiki zako, watu uliosoma nao, ni vema kujifunza kwa watu wengine, lakini hatutaki kujilinganisha nao. Hatutaki kujilinganisha nao. Hatutaki kujilinganisha nao. Kwa sababu ukijilinganisha nao, mwisho wako utakata tamaa, utavunjika moyo na kuanza kumlaumu wakati mwingine Mungu akaonekana kwamba na upendeleo. Acha kujilinganisha na watu uliosoma nao. Acha kujilinganisha na marafiki zako. Acha kujilinganisha na ndugu zako. Acha kujilinganisha na wenye umri moja na wao, au hata umewazidi. Hata umewazidi, lakini wamefanya mambo makubwa zaidi. Wamefanya mambo makubwa zaidi. Haitakusaidia kujilinganisha. Haitakusaidia kujilinganisha. Kumbuka kwamba kila mtu ana hatima yake. Kila mtu ana hatima yake na wakati wake. Wakati wengine wanalia, kuna wengine wanacheka. Kwa Mungu ameweka misimu tofauti tofauti kwa kila mtu. Season tofauti tofauti kwa kila mtu. Kwa kila mtu. Maadamu wewe umesimama kwenye zamu yako, unafanya kila kitu kwa bidii, hakuna muda wa kupoteza, umefanya kila ambacho ulikuwa unatakiwa kufanya, lakini bado kuna watu wengine ambao wako mbali zaidi kwa jinsi ya kibinadamu kuliko wewe. Mind your own business. Kumbuka hili, kila mtu ana hatima yake na wakati wake. Na wakati wake. Kila mtu ana hatima yake na wakati wake. Kwa wakati wako unakuja. Haijalishi au wengine wamekutangulia kwa kiasi gani. Wakati wako umekuja. Haijalishi au wengine wamekwisha jenga nyumba. Kumbuka wakati wako umekuja. Na wakati wako utakapokuja, utajenga nyumba ambayo ni bora zaidi kuliko ya wao waliojenga, kwa sababu ya kwao walionayo sasa itakuwa imeshapitwa na wakati. Yamkini wenzako wana gari. Wakati wako ukifika utakuwa na gari ambayo ni ya kisasa zaidi kuliko hiyo walionayo sasa. Lakini jambo la msingi ninalotaka kuzungumza kwamba usijifunze kwa wengine lakini usijilinganisha nao. Kwa sababu matokeo ya kujilinganisha ni kuvunjika moyo. Matokeo ya kujilinganisha ni kukata tamaa. Wewe endelea kusimama kwenye nafasi zako, fanya kila jambo ambalo liko ndani ya uwezo wako, tumia muda wako vizuri. Tumia muda wako vizuri, tafuta maarifa sahihi. Fanya kwa bidii kila jambo. Do your best. Na kama ukifanya hivyo, jitambua kwamba wakati wako unakuja. Mungu ameweka misimu tofauti kwa watu tofauti tofauti. Kwa watu tofauti tofauti. Kila mtu ana hatima yake. Duniani wewe ufanani na mtu yote yule. Duniani uko peke yako. Hakuna mwenye kufanana na wewe. Duniani uko peke yako. Tunaposoma kwenye Wakorinto wa pili 10:12,
Maandiko yanajaribu kuweka kwamba watu wanaojilinganisha huyu na huyu hawana akili. Hawana akili. Sasa usiwe kwenye kundi la watu ambao hawana akili. Jifunze kwa wengine, lakini usijilinganisha nao. Kwa sababu ukianza kujilinganisha, uangalie mafanikio walionayo na mafanikio ulionayo na wewe ulivyo, utakata tamaa. Haijalishi wenzako wako mbali kiasi gani. Haijalishi wenzako wako mbali kiasi gani. Wakati wako unakuja. Wakati wako unakuja. Simama kwenye zamu yako. Fanya vile kwa kadri ya uwezo. Endelea kuwa na bidii. Endelea kutumia muda wako vizuri. Wakati wako utakuja. Hatuwezi kufanikiwa wote kwa pamoja. Watu wote, kila mtu ana majira yake, kila mtu ana msimu wake. Kumbuka kwamba wewe uko peke yako. Haufanani na mtu yoyote yule duniani kote. Kwa ni upungufu mkubwa kujilinganisha na watu wengine. Ni upungufu mkubwa. Ni upungufu mkubwa. Kumbuka wakati mwingine hata hali ya kawaida tu, wakati sisi huku inawezekana saa hizi wewe jua unaliona jua, lakini maeneo mengine ni giza. Eneo lingine ni giza. Eneo lingine ni giza. Eneo lingine ni giza. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninapost kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Ukisubscribe mafundisho yote ninapost kwenye channel yangu ya YouTube, utayapata na maisha yako hayatabakia jinsi yalivyokuwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.